Tunasema asante kwa ajili ya chakula hiki. Amen. Asante kwa kuwa umezidi kuwa nasi, Mfalme wa amani. Amen. Asante kwa kuwa umetupatia hii neema nyingine, Mfalme wa amani. Damu yako na neema yako ikazidi kutuzingira. Kila mipango yote ya adui inapitana kutushikilia mbali. Achilia ulinzi wako na neema yako katikati yetu. Tunaalika nguvu yako na damu yako ikazidi kutuzingira. Kila mipango yote ya adui inapitana kutushikilia mbali. Achilia ulinzi wako na damu yako katikati yetu. Wote tuseme amen. Amen. Haya watoto, tuleni sasa. Nataka hii. Wemelda, unafanya nini hapo? Mama, mimi nakula hiki kido kingi. Rudisha chakula cha mwenzio huko. Nakula hiki. Naongea na wewe, rudisha chakula cha mgeni. Nakula hiki. Hivi mtoto mbona usikii sana? Ukila chakula unapata na nini? Nakula. Hivi una matatizo gani wewe mtoto? Nimekwambia kula chakula hicho. Mama, nimekwambia mimi nakula hiki kilo kingi. Imelda, nitakubamiza wewe. Ndio tabia ulizojifunza huko shuleni. Nimekwambia rudisha chakula cha mwenzio. Imelda, nitakufumua. Nimekwambia rudisha chakula hicho. Nakula hiki. Imelda, rudisha chakula basi. Nakula hiki. Nitakubabua wewe, nitakubamiza. Rudisha chakula hicho. Nataka hiki. Moja. Imelda, nitakukanyaga, rudisha chakula. Nakula hiki. Aya, kula hicho. Hivi bado unitafuta nini wewe? Vipi hapa? Yaani tushindwe kukaa tunafanya kazi zetu ni kelele tu kama kuna kituo cha watoto yatima hapa. Shida ni nini? Bani sisi mtoto wako sio imejifunza tabia gani kwa shoni kutoka anaanza kuangalia chakula cha mwenzie? Chakula? Chakula kwa nini tena? Si wali na nyama kila mtu anakula. Kuna ubaya gani ya kila wali? Bani hapana, hiki chakula ni cha huyu mgeni, kwa nini anaangalia chakula cha mwenzie? Nisikilize vizuri. Kula hicho chakula tumalizane na mjadala, sitaki kelele zingine. Bani hala kivipi? Haiwezekani, hiki chakula ni cha mgeni, tabia atazoea tukimwachia hicho chakula. Nisikilize vizuri. Kwani akila kuna ubaya gani? Hebu kula hicho chakula. Hapana, Bani hiki chakula cha mgeni. Anyway, nimeona wewe unataka matatizo. Kwa sababu unaona ni kama ni shida, acha nikile mimi mwenyewe ikusudi tuondoe ubishi. Mpakulie kingine mimi nakula hichi. Naona kama mambo yamekuwa mengi kaka. Wewe, mbona umemwaga chakula? Bani nahisi ni bahati mbaya. Hivi wewe una akili timamu wewe? Unamwaga chakula kwa sababu gani? Mimi nisile? Nisikilize, hii tabia sijaipenda. Alafu mwekee mtoto chakula ale. Fanya haraka. Si ukoje wewe? Una tabia gani? Anyway, baby soup, unaweza kaendelea kula. Imelda mwanangu anakuletea chakula mamako, sawa? Hii hakikisheni mnamwaga nje, sawa? Inawezekanaje? Ina maana huyu mtoto hana unyayo? Hapana. Ina maana sio binadamu wa kawaida. Maana haiwezekani akawa hana unyayo. Ngoja nimwangalie mbele. Shikamoo. Marahaba Imelda, ujambo? Jambo. Vipi? Umekuja lini? Maana mara mwisho nimekuja kwako sijakukuta. Nimekuja jana, sinajua tumepewa likizo fupi shuleni. Oh. Basi sawa. Mbona anti lakini umevaa nguo zisizo na viatu? Mwanangu, hizi nguo ni za kanisani. Tulikuwa tuna maombi kule, basi ndio watu wameondoka na begi langu la nguo, mimi nikabaki na hizi, na kuhusu viatu vimenikatikia pale juu. Oh, basi mimi nimetoka dukani, mimi naenda nyumbani. Sawa. Vipi baba yako na mama yako, hawajambo? Hawajambo. Basi mwanangu, wasalimie sana. Haya.
Udogo vipi tena, mbona hapa? Na nani amekuelekeza hapa? Maana unaga kabisa taratibu za kupita maeneo haya wala kuja maeneo haya. Umekuja kufuata nini? Au mchongo nini afu lesi kuelewi unajua mdogo wangu? Blaza Kichi. Wameniibia ile pesa ya sita ambayo tulikuwa tumetegemea tumpe ya chakula. What? Ndio wameniibia. Nani anaweza kukufokoa? Yaani mdogo wake mpupu mfupa tangu lini akafokolewa? Nani anga ipi? Yaani nani ambaye anaweza kukutemesha wewe mdogo wangu? Yaani nani? Nani? Ni sehemu gani ambapo amekutemesha wewe kwanza? Ni mtaa bondeni hapo kaka, chini tu hapo. Kule bondeni Kameruti kule bondeni kule? Ndio huko kaka. Asa nani ambaye anaweza kufokoa mwanangu wakati kila mtu ana anga lake kicha wangu? Yaani mwanangu mimi na anga yangu akapikwa nafu, nani ambaye anaweza kukutemesha? Nani ambaye anijui kicha wangu yani? Sema sikiliza mdogo wangu. Hii michongoza alafu mwenyewe sijaipenda hata kidogo rafiki yangu. Rafiki yangu wajui mimi natafuta vipi hela. Mimi na hasu tupate hela tumpelekea sister ujue akinda ujue dakika za mwisho ujue sister hajakinda kabisa ni ajao ujue. Mimi nakupa pesa umpelekea sister akakinda afu dakika za mwisho foto nakuja kukutemesha. Yaani unakutemesha unajua mimi natafuta vipi? Unajua mimi naangaika vipi, mimi napagamisa vipi? Antemoni unajua mimi nauza wewe kwa sababu kutafuta hizo hela unajua. Afu mtu anakuja na kutemesha. Oh mwanangu haijaisha. Yaani ndio imeanza na huyu aliyebeba hiyo hela rafiki yangu. Hamna mimi namchukulia hata kende. Yaani mimi nakata kende mwanangu afu ile safi na salama mimi nakata kichwa afu dakika za mwisho. Wewe lazima alipema mahali pema peponi. Yaani lazima tuonyeshane, lazima kila mtu ajue sheria yake. Yaani kila mtu lazima ajue mipaka yake. Kwanza venye ushanusha steam kitambo tu. Walikuwa hapo wangapi wa machizi au mabichi boy? Blaza walikuwa wawili, wamenipiga, wamenichota mitama kaka. Yaani hapa nipo na maumivu makali sana. Mtobe au vipi? Ndio. Basi mimi nimeipenda. Tufutike kwenye tukaelezane nao tukaonyeshane kimavimavi kwanza. Tuondoke tusichelewe. Tuondoke sasa. Leticia, nimekuja hapa tuongee kuhusu ndoa yangu. Lakini kabla tujafika huko, nilikuwa naomba kujua vipi umeshapata kazi? Mdogo wangu Farida, mimi kazi bado sijapata. Najitahidi sana kutafuta kazi. Lakini sielewi ni kwa sababu gani kwangu imekuwa ngumu sana kupata kazi. Na kazi ambazo nimekuwa nikizipata, malipo yake ni kidogo sana. Hawezi kukidhi hata shida za pale nyumbani. Kwa hata kama nikisema nifanye, ni sawa nafanya kazi bure tu. Yaani mimi hata sielewi shida ni nini. Yaani nachoka kabisa. Pole sana dada yangu, lakini mimi na imani kazi utapata. Lakini kingine dada, hivi unaweza kuamini sasa hivi nyumba yangu imekuwa kama vile uwanja wa riadha. Uwanja wa riadha? Uwanja wa riadha kivipi? Mbona sikuelewi? Yaani dada, sasa hivi mimi mume wangu simuelewi. Yaani simuelewi kabisa hata kidogo. Kwa mfano jana ameondoka pale nyumbani, ameondoka amenitibua vya kutosha, akawa ameondoka. Sasa wakati anarudi, mimi kanikuta pale naosha vyombo, kafika pale kapiga mateke vyombo, akaona haitoshi, akanipiga na kunipiga kabisa. Baada ya hapo akawa anaongea pale, akaingia ndani kwenda kuchukua panga. Panga? Ndio alichukua panga. Alivyokuwa anadai yeye ni kwamba wamepigana na yule kijana ambaye alinikuta bafuni wakati naoga. Kwa hiyo alivyopigana kule akaona arudie panga ili aende akammalizie kabisa. Farida. Sasa inawezekanaje mtu kwanza kukimbizana na panga barabarani? Na nini kiliendelea? Mimi niliona kukaa nyumbani sio sawa. Alivyokuwa anakimbia na mimi nikaona nimfuate nikajue nini kinaendelea. Cha ajabu sasa tumefika barabarani nikakutana na mkaka mwingine ambaye maskini Mungu hata simjui. Na yeye kamjumlisha kwenye kesi na anataka amuue kabisa hapo hapo barabarani. Huyo mkaka naye alikuwa amekosea nini sasa? Yaani dada hapo kosa lake ni kwamba kuna siku alinisaidia. Alimwambia mume wangu asinipige. Kwa hiyo ikaonekana ameingilia ndoa yetu. Kwa hiyo hilo ndo kosa lake. Mbona hii noma? Kwa hiyo mtu yoyote ambaye atakaa mbele yako kukukingia kifua inabidi apitie mateso kwa sababu yako. Hivi nyewe mnaishije hivyo? Kwa hiyo baada ya hapo nini kiliendelea? Kwa kweli dada, hata mimi mwenyewe sielewi. Kwa sababu wakati anataka tu kumkata na panga, tulishangaa tu mume wangu karushwa kama kule. Alirushwa? Alirushwa na kitu gani? Mimi mwenyewe sijui, maana hata yeye mwenyewe nilimuuliza akasema hajui kilichoendelea pale. Farida, au huyu mume wako anataka kuwa mwehu? Nenda Leticia, mimi mwenyewe hata simuelewi mume wangu. Kwa sababu sijui kama anataka kuwa chizi, si ndo anataka kuweuka, sijui kama kalogwa, sijui kabisa. Farida, hii ni hatari sana. Yaani huko ambako mmefikia kwa sasa ni pabaya zaidi. Mimi kitu ambacho nilikuwa nakiomba,
naomba tusiendelee kuficha hili jambo. Yaani tusilifanye kama siri. Inabidi tuwashirikishe wazazi walijue ili kusudi wajue nini wanakusaidia. Kwa sababu tukiendelea kunyamaza kuna siku utapata matatizo au huyo mume wako atakuja kusababisha watu wengine matatizo afu sisi tutakuja kuonekana wabaya. Mimi kitu ambacho nilikuwa nakiona hapa ni bora tumwambie mama kila kitu ambacho kinaendelea. Dalicia, tumwambie mama? Ndio. Sasa unahisi tutakaa tunaficha mpaka lini? Farida, sasa hivi mwanaume wako anakupiga kila siku. Ameshaanza kukimbiza watu mabarabarani na mapanga. Ikitokea siku moja hakukata au akakuua, afu mimi hiyo siri naijua. Najua kila kitu ambacho kinaendelea. Haya mimi nitakuja kumwambia nini mama au nitawaambia nini ndugu zetu? Wewe kilichopo hapo tu tumwambie mama na ikiwezekana tumwambie mpaka na mjomba. Wale ni watu wazima. Wakijua hili swala watajua ni jinsi gani wanakusaidia. Basi sawa dada. Mimi nitajaribu kuongea na mama. Basi sawa Farida. Inabidi ufanye haraka sana. Ili swala usilichukulie kimzaa. Kwa sababu mzaa utumbua usa. Kuna siku utakuja kupata matatizo wewe. Shauri yako. Tena huyo mume wako mimi kwanza sasa hivi kashaanza na kunikera. Yaani kanikera mpaka basi. Sawa, nitaongea naye. Basi sawa, jitahidi. Blaza Kichi, huyo hapo. Unajua mimi? Au umepaga? Oh mjomba, takupiga kijiwe cha kichwa mdogo wangu paka upagawe. Wewe vipi kwani? Tulia mwanangu. Nitakupiga sasa hivi michinji kicha wangu. Uchawi nini? Uchawi nini kusuni? Nije mwanangu madusko yote ambayo umempoka mdogo janja. Madusko? Madusko gani? Mimi sina hata chuma mjomba. Au vipi? Wewe ngoja wewe mwanangu. Unafikiria ngoja nikuzipe kwa kichinjiri. Kaka, mwingine yule pale. Noma nini tena askari wangu? Maskani tulivu kama hapo nataka kumtia mtu mchinjo mmwage damu. Wewe unachukulia poa mwanangu, najichukulia panya mkali. Ende kaza mwisho mnampiga kanyaga bujinga damu yangu. Ende askari wangu mnampiga kanyaga bujinga kweli kicha wangu. Santa kwanza nyanyuka jeshi langu. Huyo familia yako kivipi wakati mimi ndugu zako na wajua ni watu watatu tu? Una ndugu wawili wa kike na kakiume kamoja kadogodogo. Unaniambiaje familia yako? Mwanangu mbona unajizima data askari wewe? Mbona unajikata fuse mjomba? Usi mdogo wangu Sebiga mwanangu au? Sebiga? Kile kinyando kidogo janja kilikuwa kidogodogo kabisa kinogelea maziwa homeboy ndo kimekuwa njemba kama hivi kishangingi bichi boy. Ndo kama hivyo nyenyesi mmemletea upanya mkali dakika za mwisho mmemvua ile mmemtia kambani. Kweli baridi. Pole mdogo wetu. Unajua summertime kaingia kwenye nyavu za wavuvi. Wavuvi tulikuwa tumepinda tumeingia rodi kwa rodi. Tumerusha nyavu kwenye ziwa katoka samaki ndo anatoka kishangingi hapa mtoto. Ila so kesi. Unajua kabisa mimi mazingira yangu tangu nimetoka South Africa na siku mbili sema sikutaka kukutafuta ili tuje kubonga. Mimi na njaa. Yaani nikiona kitu chochote kinakatiza mbele yangu mimi nataka kula. Ila kwa sababu ni familia. Baridi pole mdogo janja, ajali baharini watu tulikuwa tunavua umeingia kwenye nyavu. Michongo ya michuzi narudi kama ilivyo. Nyekundu na picha za Nyerere jachubuka hata kidogo. Kwa hiyo kuhusu hilo ndo washaka mdogo wangu. Sawa? Asante blaza. Vipi kuhusu yule sisteri? Maana hapa tena umenisurprise kuniambia kishangingi kimekuwa kama hivi. Yuko wapi yule wa kike? Yule wa kike ndo kama hivyo mwanangu, majanga huwa yampati mnyama kicha wangu. Yule wa kike kicha wangu kachukua kitanda juu afu istoshe. Ile madusko ambayo ile mmemkamatana dogo janja ile dakika za mwisho mmemletea kumfokoa. Mmempiga kanyaga mujinga. Ndio ingebidi akachukue msosi. Afu dakika za mwisho ndo kama hivyo mdogo janja anaenda kuchukua msosi wa nini? Kweli fezea bichi boy tulikuwa tunazamisha huko. Kwa hiyo yale mafinyange madusko yalikuwa kumsnedia sisteri. Sema baridi sasa kuhusu mazingira ya mtonyo tutajua jinsi gani. Sema mameni, you gonna long see you motherfucker nigga. Maniga. Chapa kwanza kitu cha sauze. Chapa nimekuja kukuchapa nacho mdogo wangu. Na uvimba hapa mjini kati Dar es Salaam. Kweli noma kama vile mtalii nini ile tourist mwanangu kweli ile kisauzi. Hapo nalingishia mjini kati mishangingi akikatiza na kuona umemeremeta kama mbozo kumbe wezi. Baridi naona familia nini. Hiyo pacha yangu hiyo chafu hiyo. Asana tutembee na vuta bange si mwanangu. Tunakula nao bangi.
What is biology? It's the study of life. Wewe umejuaje hilo jibu? Ni kawaida tu Imelda. Umeongelea biology. Kwa Kiswahili ndo sayansi. Na sayansi ni somo linalohusu maisha au uhai. Kwa hiyo una haja ya kuchanganya chonge. Hilo jibu mpatia kabisa. Maana hata mwalimu alisema hivyo hivyo. Lakini swali ninalojiuliza, kwani wewe umesoma mpaka la ngapi? Mimi sijawahi kwenda shule Imelda. Sasa umejuaje? Ni kawaida sana. Ningekushauri uliandike ili kusudi usije ukaisahau. Umesema is a study of life to set. Is a study of life. Basi sawa, mimi naenda. Lakini mama, kimya! Mjinga mkubwa wewe. Ina maana tumekaa hapa tukusikiza wewe peke yako Unaongea kama chiriku. Utaki hata kuwapa nafasi wenzao waongee. Haya, hebu ongea wewe kama mwanangu tukusikilize. Allah. Mama, ilikuwa hivi. Kuna siku mimi nilikuwa bafuni naoga. Sasa wakati niko bafuni nikawa nasikia kuna mwizi anakimbizwa. Na kama unavyojua mabafu yetu mama, hayana milango na mapazia tu. Kwa yule mwizi kwa bahati mbaya akawa ameingia bafuni wakati mimi naoga. Na wale ambao walikuwa wanamkimbiza walivyopita, na yeye akawa anatoka, na kwa bahati mbaya na mume wangu akawa anatoka ndani. Kwa hiyo akawa amekutana na yule mwizi akawa ameondoka. Toka siku hiyo mume wangu anaamini kwamba mimi nina mahusiano na yule mwizi, lakini sio hivyo mama, ni uongo. Ina maana alikukuta kwa uchi? Ndio mama. Si umeona wewe ujinga mama? Si umesikia mwenyewe? Si unaona? Mimi nilikuwa nakwambia kila muda lakini unisikilizi. Unamsikia mwenyewe? Mama, huyu ni kahaba, huyu ni malaya mama. Mimi nimeoa mwanamke ambaye hawezi kujistiri. Hebu mwache aongee. Ina maana hutaki kunisikiliza kanoni? Hebu endelea. Ndio hivyo mama. Toka siku hiyo mume wangu hataki kabisa kunielewa, lakini mimi nilichokisema ni cha kweli. Hebu kaa kimya wewe. Yaani umekaa hapo unaendelea kumdanganya mama yangu, ukifikiri kwamba mimi ni mjinga sikusikii. Nasikia uongo wako wote. Mama, kama nilivyokuambia, huyu mwanamke ni mjinga sana. Nilimshuhudia mimi mwenyewe, mwanaume anatoka kwenye bafu, alafu na yeye baadaye sekunde chache akatoka bafuni. Nimemshuhudia kwa macho yangu. Unafikiri mimi ningeamini nini? Yule alikuwa ni mwanaume wake, walikuwa wanazini pamoja kwenye bafu langu, kwenye nyumba yangu mwenyewe. Kwa mama, mimi siwezi kuwa mjinga nikamsingizia. Huyu ni mwanamke wangu mama. Na sasa hivi hapa mama anakuambia huo si ni mwizi. Mama, mpaka sasa hivi huwa anaendelea kuwaona. Wakiwa wanatembea pamoja, wanabusiana, wanakamatana. Kataa. Lakini mume wangu huo ni uongo. Kwa nini hutaki kuniamini? Nikuamini nini? Nikuamini nini wewe? Msaliti mmoja. Nikwambia kitu kimoja. Maumivu ya usaliti huwa ni magumu mno. Hakuna mtu anaweza kukubali. Na mimi ni mmoja wapo, siwezi kukubali maumivu ya usaliti ambao umeufanya wewe. Mama, ninachotaka hapa mimi ni talaka. Inabidi mwanamke nimpe talaka tu niweze kuachana naye kwa sababu mimi nimeshachoka tayari. Siwezi kukubali upumbavu ambao umeufanya huyu mwanamke. Najua fika kwamba kwenye familia yetu hakuna mtu ambaye amewahi kutoa talaka. Lakini mama, mimi naomba niwe mtu wa kwanza kutoa talaka kwenye familia yetu kwa sababu kiukweli mama, siwezi kuvumilia hili, siwezi kabisa mama yangu. Mwanangu Kanoni, naomba unisikilize. Tena unisikilize kwa makini sana. Sijui umenielewa? Usione watu wanazeekeana ukafikiria kwamba wanatendeana mema. Unatakiwa kumvumilia mwenzio ili muweze kufika mbali. Unafikiria ndoa ni kitu cha kawaida? Ndoa inataka uvumilivu. Naomba umvumilie mwenzio. Muishi kama zamani. Ni kweli kabisa shemeji. Mimi nilikuwa naona tu mambo myamalize. Ukae chini umsikilize mke wako na umuelewe. Na mbona kitu ambacho anakizungumza hapa kipo wazi kabisa. Hivi shemeji, unahisi ni mwanamke mjinga kiasi gani ambaye anaweza akachukua mwanaume kule nje, akamleta nyumbani kwake, akafanya mapenzi naye swi bafuni hadharani? Ni kitu ambacho hakiwezekani. Kwa nini usikae chini mkatafuta amani ya ndoa yenu? Mwenzio anapambana sana ili kusudi ya mambo yaishe. Kwa nini usimuelewe shemeji? Hivi una akili wewe? Mwisho nikwambiaje wewe? Kwa nini unaingia mambo ya familia yangu? Na kimekuleta nini kwenye nyumba yangu wewe? Nikwambia usije kasubutu ukaja kwenye nyumba yangu. Usije kwenye nyumba yangu. Kimekuleta nini leo? Kimekuleta nini kuuliza?
Wewe kelele bwana, hebu mwachie mwenzio aongee. Mama, mimi naona hichi kikao umeamua kuwapendelea hawa, umekaa upande wao. Kwa mimi umenikataa mwanao. Sasa kwa kuwa umeamua kukaa upande wao, uende ukaa upande wao. Lakini mimi naondoka kwenye hii nyumba sasa hivi. Nikirudi nyumbani kwangu, huyu mwanamke nisimkute. Utaratibu ni mmoja tu. Nikute ametoka nyumbani kwangu na atoa kila kitu chake. Simhitaji kwa maisha yangu, sitaki nijue stori zake kuhusu maisha yake yoyote. Na kwa maisha yangu aondoke afanye mambo yake, nisimhitaji. Amekata talaka yake, aondoke maisha yangu. Ni hivyo tu mama yangu. Kanoni. We Kanoni. 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 Sikiza mwanangu. Usiwaze sana, mimi nitaongea naye. Na ikishindikana, nitamuita babake ataongea naye. Umesikia? Sawa mama, mimi nimekuelewa. Haya. Habari yako? Salama mister. Vipi hali yako? Niko poa za tangu majuzi. Njema kabisa. Na imekuwa surprise kukuona hapa. Vipi? Unaishi mtaa huu? Yeah, mimi ni mwenyeji wa mtaa huu. Oh. Na sio mbali, ni pale mbele tu. Okay. Kumbe na wewe ni mwenyeji wa mtaa huu pia? Ndiyo, mimi pia ni mkazi wa mtaa huu. Sijawahi kukuona before. Mimi mwenyewe nimeshangaa kwa sababu mimi ni mwenyeji wa miaka mingi hapa mtaani. Lakini sijawahi kukuona kabisa. Ni kweli, maana sina hata siku nyingi nimehamia kwenye huu mtaa. Okay, nimefurahi kukuona tena. Uliniambia unaitwa Janeti, si ndio? Yeah, naitwa Janeti. Okay, poa. Vipi lakini unatokea wapi? Hapa natokea huko juu, nilikuwa nimepeleka dokumenti za kazi, lakini hata kazi yenyewe bado sijaanza. Okay, kumbe umetoka kwa ajili ya mambo ya kazi. Yeah. Ni kazi gani unataka kufanya Janeti? Kuna kampuni fulani hivi ya usafirishaji na uuzaji wa spare za magari. Inaitwa MMG Spare Parts. MMG Spare Parts? Yes. Kwa hiyo wewe ndio yule mfanyakazi ambaye nimesikia unaanza kazi tarehe 26? Yeah, of course. But umejuaje? Unajua nini? Mimi mwenyewe nafanya kazi katika ile kampuni. Na nimekuwa nikimsubiri mfanyakazi mpya, maana na taarifa zake, lakini nilikuwa simjui kwa sura. Basi ni mimi. Pia imekuwa surprise, maana sijategemea kama ungekuwa unafanya kazi kwenye hiyo kampuni. Wow, basi karibu sana. Asante. Yeah. Na sorry, kama utojali naweza nikakuuliza kitu? Bila shaka. Pale kazini wasifu wako ni upi? Janeti bwana. Hiyo ni surprise. I hope ukifika kazini utajua nafasi yangu kwenye kazi. Lakini nikukaribishe kazini kwetu, maana tarehe zimeisha. Hongera sana. Basi sawa, mimi nashukuru sana. Na kitu kingine tu, nimefurahi kiufupi kwa sababu nitaanza pale kazi na tayari nitakuwa na mtu ambaye nafahamiana naye. Basi sawa, mimi nimefurahi kukuona. Nadhani kwa sababu utakuwepo kazini, tutakutana sana. Mimi nikutakie tu safari njema na mchana mwema pia. Okay, pia uwe na mchana mwema. Okay, bye. Okay. Okay. Jeni, huwezi kuamini leo nimekutana na yule mtoto. Ghafla nikasema nimfuate, na nilivyoenda kumfuata, alipokuwa amekanyaga kulikuwa hakuna unyayo. Nini? Ndiyo, yaani namaanisha toka nimezaliwa leo ni mara yangu ya kwanza naona mtu akitembea na unyayo ukifutika. Hivyo basi huyo mtoto sio binadamu wa kawaida kama tulivyokuwa tunahisi kwamba sio binadamu wa kawaida. Sofia, hii inawezekanaje? Mbona maajabu? Ndiyo, inawezekana. Na mpango nilokuja nao leo sio mpango wa kuachana na kindege na kumfuatilia mtoto. Hapa iliyopo ni kuangalia huyo mtoto ana udhaifu gani. Ili kujua udhaifu wa huyo mtoto ni kudili na watu wake wa karibu. Na maanisha ni familia yake.
maana yeye ataendelea kufocus na watu wake wa karibu. Ndiyo Sofia, inabidi iwe hivyo. Jeni, kwa sasa inabidi tumrudishie Kindege ugonjwa wake. Sofia, tutawezaje kumrudishia ugonjwa tena? Kama tulivyoweza kumpa mara ya kwanza na mara ya pili tutampa hivyo hivyo. Hili yule mtoto atakapozidi kuhangaika na Kindege, sisi ndipo tutajua udhaifu wake na tutakapompata kirahisi. Oh. Basi sawa. Sasa nisikilize vizuri Jeni. Najua Kindege anapenda sana zawadi zako. Mimi nitakupa zawadi umpelekee. Na hakikisha hiyo zawadi anaila kwa namna yoyote ile. Na atakapokula tu hiyo zawadi, tayari atakuwa amesha saini njia ya kifo. Ina maana tunapita naye na bomu litamlipukia. Habari yake itakuwa imeishia hapo. Yaani atakapokula pumu yake itarudi mara 2. Kwa hiyo atakufa. Basi sawa. Hili ni epo, wengine wanaliita tufani. Hakikisha Kindege anakula, msimamie mpaka amalize. Sawa Sofia. Jeni, hakikisha usifanye uzembe wa aina yoyote, na ninakuamini sana. Basi sawa. Thank you.